unaanguka ni gugu. Una elimu nzuri, hauna kibali. Una vyeti vizuri vya kazi, lakini hauna kibali. Ukiwa na kibali, uwe una elimu, hauna elimu, wewe utaonekana ni msomi tu. Haleluya. Wewe utaonekana ni msomi. Tunahitaji kibali. Bwana Yesu asifiwe. Hata Pastor Mbiligi anahitaji kibali. Kwa wakati mwingine napiga simu, leo nilikuwa leo wageni walikuwa wengi. Wageni walikuwa wengi, wao nabarikiwa sana. Sasa maombi yanayoombwa hapo ni maombi ya kubariki, sio ya kulalamika. Mchungaji hatakiwi aombe maombi ya kulalamika. Na ukiona ninaomba maombi ya kulalamika, wewe ndio uko kwenye wakati wa shida. Mungu atashughulika na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Na pia tukawa na kitabu cha Mwanzo pale, ile sura ya 37, tukaona historia ya maisha ya Yusufu pamoja na changamoto alizozipitia, lakini Mungu alimpa kibali. Amen. Amen. Ndugu zake wamemchukia, lakini Mungu amempa kibali. Mungu amemwamini. Hata wanadamu wakikukataa, Mungu akikuamini, nataka kuambia utashinda. Utashinda. Kalvari tutashinda. Washirika wa mahali hapa tutashinda. Hatutakuwa kama tulivyo, tunaenda viwango vingine. Haleluya. 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 Kila mahali popote utakapoenda, Mungu atakuwa na wewe. Unahitaji kibali, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Yusufu anawaambia, jamani, nimeona miganda yenu inaniinamia. Wanasema wewe utatutawala sisi. Hilo jambo haliwezekaniki. Yeye anasema hiyo sio kazi yangu. Hii kazi ya yeye aliyenionyesha, yeye aliyeniita. Mimi naenda kuwatawala nini? Wakakataa. Nini mwisho wake? Si aliwatawala? Nini mwisho wake? Si walipiga magoti mbele zake? Haleluya. 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 Kaa kwa Yesu, mtu wa Mungu. Wewe sio mnyonge. Wewe ni mtu mwenye nguvu. Wewe ni shujaa. Wewe ni imara. Wewe ni mshindi katika unachezea kutawala. Akaota ndoto nyingine. Anaona nyota, mwezi, jua vinamwinamia. Ina maana mama yako, baba yako na sisi ndugu zako tutakusujudia wewe, utatutawala. Akasema ndio, sio mimi. Yuko anayenipa mamlaka hayo. Yuko anayenipa mamlaka hayo. Bwana Yesu asifiwe. Yuko Mungu anayekupa mamlaka. Usijidharau mama, usijidharau kijana. Yupo anayekupa mamlaka hayo. Tembea kwa ujasiri. Acha unyonge. Acha unyonge, mtu wa Mungu. Acha unyonge, mtu wa Mungu. Wanyonge ni watu wasiomjua Mungu. Wanyonge ni watu wenye kupenda dhambi. Ukiwa unatenda dhambi utakuwa mnyonge, kwa sababu dhambi inadhoofisha. Dhambi inakurudisha nyuma. Unapojilinda, unapoishi maisha ya utakatifu, haleluya, unakuwa na nguvu kama nyati. Acha maisha ya dhambi. Maisha ya dhambi ndio yale kufanya wewe mnyonge. Ndio yanakufanya wewe uogope. Pastor Mbiligi nishaambia dhambi toka siku nyingi, dhambi kaa nyuma huko, kaa pembeni huko. Dhambi kitu gani? Dhambi zitamkwe huko, sio kwa watu wa Mungu. Sema amina. Haleluya. Wangapi wanapenda kuona kibali kwenye maisha yao? Kama unapenda kuona kibali kwenye maisha yao, piga teke dhambi zote. Piga teke dhambi. Piga teke dhambi zote. Nimewambia nikija safari tutake mmepaki magari hapo nje. Yaani kama hamtatenda dhambi, mkamsikiliza Pastor Medalina, nataka kuambia ninyi ni wabarikiwa. Ninyi mmeinuliwa. Muko viwango vingine. Haleluya. Wacha leo tusweti mahali hapa, lakini inakuja IC. Kanisa letu litakuwa la IC. Haleluya. Haleluya. Nikawa nimeenda kwa mgeni rasmi. Sema kwa mgeni rasmi ambaye nimemuita kwa ajili ya harambee. Yaani nyumbani mwake, ndani mwake kule hakuna feni ya toko zinaleta mafua. Yaani kuna watu wameenda viwango vingine. Wanasema haleluya, nyumba yangu ya feni, wenzio wanasema hii zinaleta mafua. Yaani mle ndani ukiingia ni baridi tu, unasikia tu. Wanaita nini zile ICC? Air condition hizi. Amen.
Ukimwambia anasema hizo zinaleta mafua hizo. Kanisa letu litakuwa sio la mafua, litakuwa la IC. Sema amina. Wangapi wananielewa? Nazungumza mambo mawili hapa. Nazungumza mambo ya mwili, nazungumza mambo ya roho. Ili haya mambo yakamilike, tunahitaji kuwa sawa kila sehemu. Tunahitaji kuwa sawa kila sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Mwambie jirani yako uwe sawa kimwili. Uwe sawa kimwili. Uwe sawa kiroho. Uwe sawa kiroho. Usiwe mvivu kufanya kazi. Usipofanya kazi kiroho hakitaenda. Haleluya. 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 Ya ninawapenda watu wa Mungu. Pastor Benalina, nakupenda rafiki yangu. Kanisa la IC hapa ndio. Usiwe na maono madogo madogo. Makubwa kabisa kabisa. Utakapokuja Mbeya, najua una moyo sana. Hivi nataka nikalione kanisa la Pastor Benalina. Haleluya. Mimi napiga mikwala na Mungu ananitokea. Unaonaga wale vibaka wale wanakuchimba mkwala mpaka unaona kumbe ni mkwala tu, alafu ndio wanaofanikiwa. Sasa sisi watu wa rohoni ni zaidi ya wao, ni zaidi ya wao. Ila napoenda mbele za Mungu najishusha, mimi nipungue, Yesu aongezeke. Ila kwa habari ya kupiga kelele, piga kelele mpaka watu waujue Mungu wako. Amen. Nawaambia uwema wa Mungu, nawaambia uzuri wa Mungu. Amen. Hivi kwa vikao vinaendelea. Nimeita kijiji kizima. Na jioni ya leo wana kijiji hawasali hapo, hawaabudu hapo. Na nimeshawachia agizo. Kila jioni Jumapili mkutane. Nimewaita wa Moravian huko, nimewaita wa KKT huko, nimewaita dini zote. Pastor Mbilini mwambia mimi ndio mchungaji wenu. Kila jioni mwena Jumapili mkaya. Kwa hiyo wanakaa wanajadili mambo ya Pastor Mbilini. Kuna mtu amekufa huko. Wakanipigia simu, mchungaji Mbilini tuna msiba. Nikaambia leo ni ibada. Wakimaliza ibada chukueni vyombo kafungeni hapo msibani. Oh, asante mtumishi wa Mungu. Wamefunga. Walivyomaliza nikamwambia mmemaliza, mmeshazika, pelekeni vyombo kanisani. Na wananisubiri. Nikatamke tamko. Ndio maana nakwambia tumepewa kutawala, sio kufanya nini? Kutawaliwa. Uwe na akili wewe. Amen. Uwe na akili. Mungu awabariki sana. Leo nitaenda haraka wacha nikapige vibaruti. Kapige vibaruti hapo. Kapige vibaruti alafu tuingie kwenye maombi. Amen. Uko tayari kupokea vibaruti? Uko tayari kupokea baruti? Uko tayari kupokea baruti? Tukapige baruti mahali hapa. Tukapige mahali hapa baruti. Huko nje waseme kuna nini pale kanisa. Sasa hili koti linanizuia. Shazoea kupiga. Sasa nikiwasha baruti fresh tu, lakini huko wacha tukapige baruti kwa muda mfupi. Nazungumza mambo mawili yanayosababisha uwe na kibali. Amen. Amina. Andika mambo mawili yanayosababisha mtu wa Mungu uwe na kibali. Napozungumza kibali, nazungumza mambo mawili. Usipogharamia kwenye hayo mambo mawili, Waswahili wanasema utasubiri sana. Mambo mawili yanayosababisha mtu wa Mungu uwe na kibali. Yako mengi sana, lakini nimeona ni target kwenye haya mambo mawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. 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 Wacha niseme kabisa, jambo la kwanza, ili mtu wa Mungu uwe na kibali unahitaji kuomba. Amen. Amen. Unahitaji kufanyaje? Kuomba. Uwe muombaji. Kwenye Biblia kuna watu wengine walitumia tu kuomba tu na Mungu akawafanikisha, akawapa kibali. Watu wavivu kuomba. Watu wavivu kuomba. Muombe.
nampenda Pastor Medalina, naomba mpaka na mimi nikasema sasa naenda kuongeza kiwango cha maombi. Naomba sana. Tunapoomba Mungu anatupa kibali. Amen. Alafu jambo la pili, mtu wa Mungu, ambalo linaweza likakusaidia sana ili uwe na kibali, andika kutoa. Watu wanatoa bwana, wanatumia mikakati, wanatengeneza kamati. Ni mkamate vipi adui? Kutoa. Yako maandiko mengi, na nafikiri navyoleta neno hili kwako, kuna vitu nakuta vinafunguka. Amen. Kwako vinafunguka. Amen. Unaanza kunukuu, fulani aliomba akafanyeje, fulani aliomba akafanyeje, fulani alitoa, nini kilichotokea baada ya kutoa. Kwa hiyo mambo mawili ili uweze kuwa na kibali. Amen. Uwe mwombaji, uwe mtoaji. Kanisa lisiloomba ndio ni shida. Kanisa kama watu hawatoi, napo ni shida. Lakini kutana na kanisa la watu watoaji, kanisa la watu waombaji, hapo shetani akaaji hapo. Hapo shetani akaaji hapo. Mtu wa Mungu, tukasome kitabu cha Danieli. Danieli ile sura ya kwanza mstari wa 6 mpaka wa 16. Danieli